Karibu sana ndugu mtazamaji katika channel hii ya Pray God Media, ambayo leo tunakwenda kuanza masomo yetu rasmi ambayo yana kichwa kinachosema kwa nini watu wanakuchukia. Kwa nini watu wanakuchukia? Tutakuwa na sababu 4 na kila siku tutakuwa na sababu mojawapo ambayo tutakuwa tukielezea. Siku ya leo tuna sababu ya kwanza au somo linalosema ulipoanza kufanikiwa mahali walipotabiri utaanguka. Ulipoanza kufanikiwa mahali walipotabiri utaanguka. Wapendwa, leo nataka nikuulize swali moja kwamba je, umewahi kuwa au kuhisi watu walikuwa wanangoja ushindi? Ulishawahi kuhisi kitu kama hicho, kwamba watu walikuwa wanasubiri kwamba wewe ushindwe? Walikuwa wanakuangalia kimya kimya, sio kwa nia njema, bali kwa matumaini kwamba kuna siku utakuja kuanguka. Walishasema kwa maneno yao mengi kwamba huyu hawezi kufika mbali, huyu atarudi tu tulikotoka, huyu ni wa muda tu. Lakini ghafla mambo yakaanza kubadilika, ukaanza kufanikiwa taratibu, na hapo ndipo ukagundua tabasamu za marafiki zako, za ndugu zako zikaanza kubadilika. Katika Biblia ile Samueli wa kwanza sura ya 18:8 mpaka 9 tunaona kwamba Daudi anamuua Goliati, na Daudi anapomuua Goliati, Biblia inasema Sauli alikasirika. Sauli alikasirika kwa sababu gani? Sauli alikasirika kwa sababu hakutarajia kwamba Daudi amzidi sifa, kwa sababu tunaona kabisa Biblia inaandika kwamba Sauli amewaua maelfu yake na Daudi makumi ya maelfu. Kile kitu kilimuuma sana Sauli, kwamba kwa nini Daudi kijana mdogo kabisa anafanikiwa, anasifiwa na wanawake wa Israeli wanamsifia, kwa nini iwe kwake? Kwa nini hicho kitu kitokee? Kwa hiyo kikapelekea kwamba awe na makasiriko makubwa sana juu ya Daudi. Lakini pia tunaona kwamba kuna watu hawakujiandaa kukuona ukishinda, walijiandaa kuona ukishindwa, na ulipoanza kufanikiwa ukavuruga mambo yao, mipango yao ambao walipanga. Hii ikapelekea kwamba wao waanze kukuchukia wewe. Lakini pia wapendwa, watu wengi hawachukii kwa sababu umefanya vibaya, wanachukia kwa sababu umefanya vizuri kuliko walivyotegemea. Ndio maana inapelekea wao kuanza kukuchukia wewe. Katika Biblia mfano mwingine ni ile Mwanzo sura ya 37, tunakutana na kijana ambaye anaitwa Yusufu. Yusufu alikuwa na ndoto, lakini pia hakuwazuru ndugu zake, hakuwanyang'anya mali, lakini walimchukia. Sasa mtu hajawafanyia kosa lolote ndugu zake, ni mdogo, kumbuka, hajawatendea ubaya wowote, lakini ndugu zake wakaanza kumchukia. Kwa nini? Kwa sababu ya ndoto zake ambazo alikuwa anaziota. Ndoto zake zilikuwa zinawaonyesha kwamba huyu atakuja kuwa, angeenda juu yao zaidi. Na kweli Yusufu tunaona kabisa baadaye Yusufu akaja kuwa mkubwa zaidi yao. Sasa wakasemaje? Kwa nini huyu kijana mdogo kabisa aende aanze kututawala sisi wakubwa zake? Jambo ambalo waliona kwamba haliwezekani. Wakati mwingine watu wanakuona leo lakini wanachukia kesho yako. Yusufu kaka zake walianza kuchukia kesho yake, na ili kesho yake sifike wakaanza kumpangia njama za kuanza kumuua. Na tunaona kabisa kwa kuwa Mungu ni mwema, Yusufu hakuuawa, lakini waliamua kumtumbukiza kwenye shimo na kumuuza, wakiamini ya kwamba wameua ndoto yake na ndoto zake zote ambazo alikuwa anawatabiria na kuja kuwatabiria hazitakuja kufanikiwa. Nisikilize vizuri, ukianza biashara na watu hawakuamini ukafanikiwa, watakuchukia. Ukianza huduma na walikuona huna uwezo ukaanza kukua, watakuchukia. Lakini pia ukianza masomo walikuona dhaifu, ukahitimu kwa heshima, pia watu watakuchukia. Watu wengine wamekupangia kwamba wewe huwezekana utafika elimu ya juu, utafika chuo kikuu, lakini pia kama umefika chuo kikuu basi huwezi ukafika masters, pia huwezi ukafanikiwa kufika PhD.
watu ndio wamekuwekea hivyo. Sasa wanapoona kwamba unaenda university, unatoka university unaenda masters, ukitoka masters unaenda PhD, watu wanazidi kukuchukia kwa sababu hawakutazamia kwamba utafika hapo. Unapoingia form 1, unapomaliza form 4 unafaulu, watu wanakuchukia, wanazidi kukuchukia. Katika biashara, wanapoona kwamba unafanikiwa katika biashara, kila siku unafanikiwa, kila siku ni wewe tu unafanikiwa, wanaanza kukuchukia katika biashara. Sasa jambo la kujifunza hapa, ukianza sio kwa sababu labda umeiba ndio maana watu wanakuchukia, sio kwa sababu umeonea mtu watu wanakuchukia, bali kwa sababu umevuka matarajio yao ambao walikupangia. Usipunguze kiwango chako ili wafurahishe waliokutabiria kushinda hata siku moja. Usijifiche ili watu wasikuone. Kama unaona kabisa unacho kipaji, unayo mafanikio katika maisha yako, hata kama watu watakuona, hamna shida katika hilo. Usijiombe radhi kwa mafanikio yako. Kama Mungu amekuinua, usiombe msamaha kwa kupandishwa. Lakini pia kumbuka, usijivune baada ya kupata hayo yote. Usitumie mafanikio yako kuwadhalilisha wengine. Wengine wakipata mafanikio wanaanza kuwadhalilisha wengine, wanaanza kuwadharau wengine. Maana kiburi pia kinaongeza chuki kwa watu. Watu wanapoona kwamba umefanikiwa, afu unaanza tena kuwaona watu kama hawana kitu, si kitu. Hicho kinafanya watu waanze kukuona zaidi ya kwamba wewe sio mtu sahihi. Tembea kwa unyenyekevu hata kama umefanikiwa. Leo nataka mtu aelewe kitu hiki ninapoenda kumalizia somo hili, kama unachukiwa bila sababu, labda ni kwa sababu umevunja matarajio ya watu. Walikutabiria kuachika, lakini bado uko imara, bado huachiki. Walitabiria kwamba utafilisika, wanaona bado biashara yako ndio inazidi kuwa imara, bado unasimama. Walikutabiria kuanguka, lakini bado wanaona ya kwamba unapanda. Kama ni vyeo unapandishwa. Kama ni elimu unapandishwa. Kama ni biashara, wanaona biashara yako inazidi kukua, inakuwa. Usiogope kuchukiwa kwa sababu ya maendeleo. Chuki sio laana kila wakati. Wakati mwingine ni uthibitisho kwamba unaenda mbele. Endelea kupanda kila siku. Endelea kufanya kazi kwa juhudi. Endelea kuwa mwaminifu kila siku. Wale waliotaka kukuona chini watakuona unapanda. Acha kudili na watu ambao wanakuchukia. Mungu akubariki sana unapoendelea kusikiliza masomo haya. Lakini pia nikualike kwamba kama kuna swali lolote, uliza kwenye comment, share, subscribe. Usisahau hivyo vitu vyote, na kama utauliza swali lako nitakujibu kadri ya siku zinavyoendelea. Mungu akubariki sana. Karibu na siku ya kesho. Amina. Tazame Mwokozi, usoni mwake mzuri, mambo ya dunia ugeuka, tukitazama uso